Asante sana ndugu mtangazaji. Nikianza moja kwa moja kisa changu hiki cha leo kinanihusisha mimi mwenyewe katika mapito ya ujana. Unajua ujana una mambo mengi. Ndio. Ujana kuna kubalehe, unakuta mambo mengi yanatokea. Sasa mimi niliweza kupata huo msala. Siku moja nikiwa nimelala, nilianza kuota ndoto nzuri sana. Na maanisha ni ndoto ni kama ndoto za kujamiana na jinsia mbili tofauti. Sasa hiyo ndoto ilikuwa inahusisha msichana mmoja mzuri sana, ni mweupe, amevaa hijabu. Huyo msichana alikuja tu mara moja motoni na kuniambia kwamba ipo siku tutaonana. Nikamuuliza tutaonana vipi wakati mimi sikujua hata ulikotokea. Ananiambia tutaonana, ila nitakuachia namba za simu kwa ajili ya mawasiliano. Ila hichi nilichokuambia kama tulichoongea leo hii usije ukamwambia mtu, ibaki siri yako. Baada ya hapo akapotea kwenye ndoto. Kwenye ndoto. Yaani alipopotea na mimi nikashtuka, nikaanza kutafakari hii ndoto. Hii ndoto ina maana gani? Nilifikiria sana kutwa nzima, nikawa nawaza hii ni ndoto ama ni kitu ambacho kilikuwa kimetokea ama ni nini, yani nikawa sielewi. Basi nikapotezea, nikajua labda ni ndoto tu za kupita. Nikafanya shughuli zangu kama unavyojua tena kutwa nzima. Nilipofika muda wa jioni nikaanza kuhisi yani mwili nachoka. Yani si usingizi, yani sijielewelewi. Basi nilipomaliza kupika, mimi nilikuwa naishi peke yangu. Na hiyo nyumba nilikuwa naishi iko peke yake sana. Yani jirani yangu yuko mbali na mimi. Hivyo haikuwa rahisi hata kama ingetokea labda jambo lolote baya kuomba msaada. Hakuna. Sasa nilipomaliza kupika, nimekula, nimemaliza, nikawa nimetulia kitandani, nimelala. Yani kama kuna kitu kilipita kama pepo. Nikajikuta nimesinzia, nimelala. Sasa wakati nimelala tena kwenye ndoto, nikaota natembea njiani, yani kama naelekea kwenye barabara kuu, ile barabara ambayo nimekujia ile. Sasa kuna njia panda ambayo imeingilia kuja hapa nyumbani. Pale maeneo yale kuna mnazi fulani hivi mdogo mdogo. Pale nilipofika eneo lile, sasa ni kwenye ndoto. Nilifika eneo lile, ikatokea pikipiki. Kwa kweli ndugu mtangazaji, ile pikipiki niliweza kushtuka kwa sababu dereva hakuwa anatikisika. Unajua unapoendesha chombo cha moto unapokuwa barabarani lazima utikisike. Lakini alikuwa ameganda. Kuangalia abiria aliyekuwa amembeba ni yule binti ambaye aliingia tena kwenye ndoto. Safari hii hakushuka kwenye pikipiki, alinitaka nisogee pale alipo. Nikiangalia pikipiki pale mahali iliposimama, dereva hakushusha mguu wala pikipiki haikuwa labda imepigwa stand. Yani amesimama imeganda. Lakini sio ujasiri gani niliyopata ama nguvu gani nilisukuma mimi kusogea. Niliweza kusogea mpaka eneo lile ambapo pikipiki ile imesimama. Yule binti akanibusu shavuni, akaniachia kama vumbi fulani. Wakati anamaliza kunikisi, akanamwambia dereva aondoke, lakini pikipiki wakati naondoka naenda taratibu, akataja namba kwa sauti. Alipomaliza kutaja namba ya mwisho tu, nikashtuka kutoka usingizini. Na namba nikawa bado nimeikariri kichwani vizuri kabisa, inavyoanza mpaka inaisha. Sasa nikasema hii ndoto inaweza kuwa ina ukweli ndani yake. Maana mara ya pili sasa naota. Haiwezekani yote kitu kinajirudia kama hakipo. Unaona? Nikashika simu yangu, nikaandika zile namba. Kweli nikiangalia ni tarakimu 10. Nikapiga. Nikaita, ile simu haikupokelewa. Nikaacha. Nimefanya shughuli zangu za hapa na pale, nikaja nikapiga muda wa mchana. Simu ikapokelewa, lakini upande wa pili
baada ya simu kupokelewa, sikuwa nasikia sauti halisi, yani ni kama mawimbi fulani. Yani ni kama mtu ambaye anaongea labda yupo kwenye shimo ama kwenye bomba anaongelea, unajua mtu akawa anaongelea kwenye bomba, sauti inayosikia upande wa pili inakuwa sio rasmi. Unasikia kama inakona kona na mawimbi. Nikabidi nikate simu, niliogopa. Unaona. Baada hapo kuna rafiki yangu mmoja alikuwa ana tabia ya kuja kunitembelea mara kwa mara asubuhi. Unaona, akawa amekuja kwa muda wa mchana. Kaja akaniambia, "Vipi rafiki yangu, unaendeleaje?" Mimi naendelea vizuri. Nikawaza nimwambie ile jambo lilotokea, lakini ameniomba nisimwambie mtu. Ana maana gani kuniona kwamba nisimwambie mtu? Yeye ni nani? Mimi nikasema potelea mbali, ngoja nimwambie. Nikabidi nimwambie rafiki yangu, bwana, simu yako ina salio? Akasema ndio. Kama bwana, kuna namba inataka uipigie. Hii namba mimi nimepewa ndotoni. Kwanza akashtuka, ndotoni? Wewe namba gani unapewa ndotoni alafu na umeikariri? Wakati unajua ndoto mtu akiota asubuhi anashangaa nisahau, ni kama mauzauza fulani. Lakini wao naikumbuka. Nikamwambia ndio, na mimi hapa naipiga hii namba inaita. Ndio yenyewe ambayo nimehitajiwa na msichana nikiwa ndotoni. No, akaiandika ile namba. Alipopiga inakata, haiendi. Akipiga inakata, akipiga inakata. Alipopiga mara ya 3 anaambiwa hakikisha namba ya mteja iliyopiga na upige tena. Nikasema labda yeye ameandika vibaya, tuangalie vizuri. Kiangalia namba ya kwanza mpaka za mwisho zinaendana. Hapo kwenye simu yangu kaingia ujumbe. Ule ujumbe nikaufungua, unasema hivi, naona mnapeana namba. Yaani hapo nipo naye. Nikasema au mtu anatuona au ni mtu ameamua kucheza huu mchezo? Anatuona. Nikamwambia, unaona hii message nimetumia sasa hivi hapa kwamba nimekupa namba. Rafiki yangu akaniambia, uenda huyu kuna msichana anakuchezea mchezo wewe unajua, uenda yuko mtaa wapi? Akaniuliza, huyu mtaa hamna msichana yote ambaye ushawahi kuongea naye chochote? Nikamwambia hapana. Kama unavyojua nikiamka na shughuli zangu niko busy, mara nyingi nashinda polini. Nikirudi hapa nyumbani ni hapa labda nimeenda tu sokoni mara moja kuchukua mahitaji na kurudi. Kwa kweli tuliwaza, rafiki yangu akanipa ushauri. Akaniambia, hebu sikilizia mwisho wa ile jambo inakuwaje. Kama tena atarudi ndio atakurudia tena ndotoni, utaniambia, utakuwa unanijuza kinachoendelea, lakini mimi nimeogopa sana. Basi tuliweza kulipotezea hilo jambo kwa siku hiyo. Tukakaa, akaniambia rafiki yangu twende nyumbani, maana nilikuwa nimepika chakula kimebaki kidogo, twende tukamalizie hicho. Tumefika pale kweli, tumekula kile chakula, tumemaliza, tukaondoka kwenye matembezi kwenda kuzunguka hapa